Yes. Saidia kupaza sauti. Kizungu inasema haya. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nataka tu ninene kidogo tu about how God has called us and the purpose for His calling. Na vile anapotuita kuna jambo ambalo lazima Mungu wetu akakamilishe. This is what nataka nieleze kidogo kuhusu mahali popote uko. Let us just commit the word of God in the table hand. Mbele ya Mungu ili mapenzi ya Mungu itendeke. Father, in Jesus' name, I thank you. I bless you, Lord, as I stand in your midst. I bless the word of King of Glory. Father, I seek your revelation. Use me as a mighty vessel. Speak to me, Lord, as you bless your people, O King of Glory. Your word is alive and active, Lord, and your word cannot come in vain. Accomplish, mighty Lord, the purpose of your word in the life of your people, O King of Glory. Those who are seated and those who are coming, O everlasting King, let them feel your presence as they enter this sanctuary and speak to us all, Almighty King. Father, take charge and control, Almighty Father. Fight against every attack of the enemy, every negativity. And glory for your name, Lord, King Jesus, as you planted in our soul, our heart, and spirit, and body, O Lord. Bless us, Almighty Lord, and encourage us, O Lord. Make a difference with your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Nilikuwa nataka tu niongee kuhusu Warumi 8:28. Muma wacho ni wangeyo ni Nyasaye mokuduto tiyo kaachiel mondo ohere oyugwe jogo gin joma oseluongo kaka odwaro. Unaposoma Kiingereza, we know that all things work together for God, for good, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Hili ndilo jambo nilikuwa nataka ninene kufupi kuhusu the purpose of God's calling. The purpose of God's calling. Maana wengi wanaitwa kama maisha yao kana kwamba shetani ameiharibu. Wengi wanapoitwa maisha yao kana kwamba imepoteza tumaini. Mungu ambaye tuko mbele yake, yeye huita wale ambao kana kwamba ulimwengu umewawacha, wale ambao
kile kinaweza kutamaniwa akionekane. Naye Mungu wakati anamchagua mtu, mwito wake huwa ndani yake. Anapoita mtu, amwiti mtu tu hivyo, na kwamba wewe njoo tu uabudu Mungu, njoo tu kae kwenye kanda, njoo tu unifuate. Kunaye kusudi ambaye Mungu anapomwita mtu, kusudi hilo lazima likatimie. Na tunaposoma Warumi 8:28, Biblia inaeleza Paulo kunena na Warumi kwamba tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wanaompenda. Ya kwamba mwito wa Mungu lazima liwe mwito ambao lina kitendo cha kubadilisha maisha, kitendo cha ushuhudaji, kitendo cha kufanya mtu akapata kujua na kugundua ya kwamba ni Mungu ndiye aliyeniokoa, na jinsi nilivyo sivyo jinsi ingestahili niwe, bali kuna Mungu yule ambaye ametimiza kazi yake maishani mwangu ili nikapate kuona mabadiliko. Tunaponena kuhusu mwito wa Mungu, Mungu huita mtu na sababu. God calls us with a reason. Mungu alituita ili tuje tukae kanisani. And God knows why He has called you. Anajua sababu gani amekuita. Cha muhimu kwako ili ukapata kugundua ni kwamba wakati Mungu alikuwa anakuita, wakati Mungu alikuwa anakuokoa, wakati Mungu alikuwa anakuondoa kwenye dhambi, wakati Mungu alikuwa anakuondoa kwenye mateso, wakati alikuwa anakuondoa kwenye laana, wakati maisha yako yalikuwa yamedhoofika na hauna tumaini lolote maishani mwako, Mungu akaona ni heri ili akapate kukuokoa. Na wakati Mungu alikuokoa, alijua kwamba anapokuokoa kwenye ufalme wake kuna kitu ambaye lazima likapata kutumia. Hilo kitu ambacho Mungu alikuwa anataka likapata kutimizwa, ndio sababu yako wewe kuokolewa. Wengi hawajaelewa, wengi hawajafahamu. Mungu atuiti tu bure. Kuna sababu ya Mungu kutuita. Ndivyo vile shetani, wakati mtu hajafahamu Mungu, mtu hajaokoka, shetani hutumia mtu ili akatimize malengo yake katika ufalme wa giza. Kama mtu alikuwa mlevi, utapata analewa, pesa yake inaisha, analala nje, mateso kwenye familia. Kama ni kijana anapoteza tumaini, unapata kana kwamba waliotumainia kama wazazi hawatumaini tena, bali wanalia, wanakuwa na huzuni ya kwamba mtoto wao amepotea. Kwa hivyo kuna lengo la Mungu na lengo la shetani. Na wakati Mungu anatuita, unalo jambo ambalo nataka kapate kuelewa sana, kwamba kunalo jinsi sisi tulivyoitwa kwamba tunafahamu na tunaelewa ya kwamba kila mtu anayeitwa na Mungu ako na sababu yake kuwa kwa ufalme wa Mungu. Uko na sababu. Kama ulikuwa kijana, uko na sababu ya mwito wako kwenye ufalme wa Mungu. Kama wewe ni mama, uko na sababu. Kama wewe ni mwanamume ama baba, uko na sababu. Na Mungu anatueleza kwamba ili tukaelewe ya kwamba kuna sababu yetu sisi kuitwa, ni kwamba mwito wake ukatimie. Nataka ukaelewe ya kwamba tunamjua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kufanikisha pamoja. All things work together for good. Hivyo ndivyo
Na ndio maana nilisema kwamba kunalo kusudi la Mungu kutuita sisi kama watoto wake. Ninamaanisha nini? Hapo ufalme wa Mungu unamaanisha nini? Ya kwamba ulivyoitwa, ulivyookolewa, maisha yako ya kale Mungu aliyabadilisha, akayafanya kuwa maisha mema isiyompendeza mwanadamu peke yake, bali kwa maisha ambayo inampendeza Mungu pia. Kama ulikuwa msherati, unapata kwamba usherati umetolewa. Mapenzi yako moyoni ambayo Roho Mtakatifu lengo lake la kutumiza ni kwamba uwe mtoto anayetembea kumcha Mungu, uwe mtu mwenye tabia mazuri. Na wakati mtu ameitwa, lengo lake Mungu ni kwamba yale ambayo shetani aliharibu maishani mwako, aliyabomoa, aliyateketeza, Mungu akalete urejesho tena. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu akalete urejesho tena. Tunaponena kwa mwito, tunaweza kutazama jinsi Mungu alimwita Yeremia akiwa kijana mdogo asiyejua kuongea, aliyekuwa na uoga mingi. Lakini mwito wa Mungu maishani mwake ni kwamba akatimize lengo lake Mwenyezi Mungu, akabomoe yale ambayo shetani alijenga, akayaharibu malengo yote ya ibilisi shetani. Wakati Mungu alimwita, alikuwa anasema kwamba yeye ni mdogo, hajui kuongea. Anajiuliza kana kwamba jini itakuandana aje. Naye Mungu akamwambia kwamba usiseme kana kwamba wewe ni mdogo. Mungu akamwambia kwamba lengo langu kukuita ya kwamba nimekupa nguvu juu ya mataifa. Lengo lake Mwenyezi Mungu kwa Yeremia ni kwamba alimwita, akamwokoa, akaweka wito maishani mwake, akaweka lengo ambayo Yeremia ilikuwa inastahili akatimiza, kwamba awe na nguvu juu ya mataifa. Bwana asifiwe. Haleluya. Naye wakati Mungu alipoteleza Yeremia, alimpa nguvu, akamwambia nimekupa nguvu juu ya mataifa na wafalme wote, ya kwamba akaharibu yote ambayo ibilisi shetani alikuwa ameyatimiza. Tunaponena kwamba all things work for good for those who love God, nilikuwa nataka nikueleza kwamba Mungu kusudi lake kwako ilikuwa mema. Kusudi la Mungu maishani kwako ilikuwa ya kwamba ukatimize mapenzi yake wewe mwenyewe. Na tunapokaa hapa chini, inafaa ujiulize, mapenzi ya Mungu maishani mwangu ni nini? Na je, nimeyatimiza? Ama mimi tu nasema mimi ni mlokole, lakini mapenzi ya Mungu hayatendeki maishani mwangu? Nataka tutazame kitabu cha Yeremia ili tutajue jinsi Mungu alimwita na lengo la Mungu maishani mwake. Ukisoma 6 linasema, nami akajibu, Bwana Mwenyezi Mungu, mimi sijui kusema, kwa kuwa bado ningali kijana. Lakini Mwenyezi Mungu akaniambia, usiseme kwamba wewe ni kijana bado. Utakwenda kwa watu wote nitakao kutuma kwao, na yote nitakayo kuamuru utasema. Wewe usiwaogope watu hao, maana niko pamoja nawe kukulinda mimi Mwenyezi Mungu niseme. Kisha Mwenyezi Mungu akakunyosha mkono wake,
akaguza kinywa chake, akaniambia, tazama, nimeyatia maneno yangu kinywani mwako. Leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme, uwe na mamlaka ya kung'oa na kubomoa, mamlaka ya kuharibu na kuangamiza, mamlaka ya kujenga na kupanda. Hili lilikuwa kusudi la Mungu kwa maisha ya Yeremia. Unaposoma mstari mdogo wa 10, Yeremia 1:10, anasema kwamba leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme, na mamlaka ya kung'oa na kubomoa, mamlaka ya kuharibu na kuangamiza, mamlaka ya kujenga na kupanda. Hili ndio lilikuwa kusudi la Mungu maishani mwa Yeremia. So wakati Mungu ametia mwito wake kwako, Mungu ako na kusudi la maisha yako. Hataki uwe jinsi ulivyo. Anataka kana kwamba ukatimize malengo yake katika mwito aliotia ndani yako. Wewe kama mwana wa Mungu inafaa uelewe na kufahamu ya kwamba kunayo sababu ya Mungu kukupita. Wakati mtu Mungu anamwita mtu, Mungu anaweza kukuita katika hali isiyostahili. Mungu anaweza kukuita katika hali ambayo wewe mwenyewe haupendezwi nayo. Labda unapita katika hali ambayo sio mema, hakuna mazuri unayotazama, magumu kila pahali. Maana inafaa mtu akaelewe mwito wake. Wakati Mungu anakuita, labda mahali unapitia sivyo jinsi ulikuwa unatarajia. Labda hali yako ya kila siku haikupendezi. Lakini nataka uelewe kwamba Mungu ako na lengo, ndio maana ametia mwito huo maishani mwako. Wengi wanaweza kukaa hapo wakajiuliza kana kwamba mbona sioni mwito wa Mungu ukitenda kazi ndani yangu? Ninayotazama ni magumu. I can't see breakthrough. All I'm passing through is difficulties. Sioni mema katika maisha yangu. Huyu Mungu kana kwamba hayuko. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu hufanya kazi kama Mungu. Na Mungu anapofanya kazi, ndivyo jinsi yeye hujidhihirisha. Tunapoona jinsi Mungu alimtumia Danieli katika mwito wake, Danieli alipitia mambo ambayo kana kwamba Mungu hakujua. Wakati alikuwa akimwabudu Mungu asubuhi saa 7 na jioni, wengi wakafurahia, maana Mungu alikuwa amembariki, Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini lengo lake Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kwamba akajidhihirishe. When God calls you, praise the Lord. God never wants you to be glorified. Mungu anataka yeye mwenyewe ndiye akapate kuinuliwa. Na ndio maana wengi wanataka kupitia magumu, akishindwa kwamba mbona mimi nivumilia haya, mbona haya yanatendeka. Tazama mfano wa Joseph mwana wa Yakobo. Alipoota akamwambia baba yake, babake akasema kwani utakuwa kiongozi wetu. Alipoota akaeleza mandugu, ikaleta machukizo. And because Joseph was obedient, Joseph alijua kwamba mwito wa Mungu lazima ukapate kutimia maishani mwake. Yusufu na mwito huo wake, babake, Biblia inasema kwamba baba alimpenda sana. Lakini jinsi baba alimpenda, hivyo jinsi mandugu zake walizidi kumchukia. Lakini mwito wa Mungu aliotia ndani ya Yusufu ni kwamba lengo lake likatimie. Maana
aliguswa na mandugu zake. Alipoguswa akaenda Misri. Pale Misri katika nyumba la Potifa, maana shetani mchua mwito ambaye kwa mtu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The devil knows to identify your calling. Anajua. And I want you today ukapate kuelewa na kufahamu na ukajua. Sababu ile shetani upigana sana na mwito wa watu ni kwamba hataki neno la Mwenyezi Mungu likatimie maishani mwako. Hataki. Katika nyumba la Potifa, shetani akampanga mke wake Potifa ili neno la wito wa Mungu kwenye maisha ya Yusufu isitimie. Na Yusufu maana alikuwa mcha Mungu, alikataa kuanguka katika mikono ya Yesu. Akasema kwamba yote nimekabidhiwa mikononi mwangu, lakini wewe sijakabidhiwa mikononi mwangu. Alijua kwamba usherati ni dhambi. Alijua kwamba mwili huu ni hekalu lake Mwenyezi Mungu. Alistahili kutiwa unajisi. Na wakati alifahamu na kuelewa hayo, alipokea ujasiri wa kutoweka. Hata kama walitia maneno magumu maishani mwa Yusufu, na neno haya yakaleta mashtaka, akatiwa ndani ya gereza, Yusufu hakuacha kumwabudu Mungu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati Biblia inasema kwamba all things work for good to them that love God. All things zinatendeka kikamilifu kwa wale ambao wanamwabudu Mungu. Yusufu gerezani alizidi kumcha Mungu. Sababu gani ambaye ilifanya Mungu akatimiza lengo lake kwa Yusufu? Bwana asifiwe. Amen. Let us look example of Samson son of Manoah. Alipozaliwa, Mungu alikuwa kwamba lengo la Samsoni kuzaliwa ni kwamba akawe kiongozi. Na akawe kiongozi mcha Mungu. Kiongozi anayependa mapenzi ya Mungu, anayewaelekeza watu kwa Mungu. Na tunajua hadithi ya Samsoni mwana wa Manoa. Biblia inaeleza kwamba alipozaliwa aliitwa Naziri, ya kwamba ni mteule wa Bwana. Bwana asifiwe. Lengo la Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kana kwamba wana wa Israeli wasiteseke mikono ya watu wa Filistia. The purpose of God in the calling of Samson was to deliver the people of Israel, God's people. Na tazama, wakati Samsoni alikuwa, Mungu akamjaza na Roho Mtakatifu, akatembea kwenye mwito huo. Na kunaye masharti ambayo alielezwa kana kwamba Samsoni usiyatende. Lakini Samsoni kwa ghafla akaanguka kwenye mikono ya mwanamke msherati. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nao mwanamke akamnyoa na nguvu zake zikatoweka. Akatolewa macho. The purpose of God kwa maisha ya Samson ilikuwa ni kwamba katika maisha yake yote na utiifu wake kwake Mwenyezi Mungu, wana wa Israeli wasipite kwenye mateso. Wana wa Israeli wakawa watu wa kumcha Mungu. And that is why Mungu alimwita na alikuwa anataka lengo lake likatimie. Lakini tazama, alianguka kwenye mtego la usherati. Jambo la lilileta mateso kwenye ufalme wa Israeli. Mungu akamwacha. Akabaki kwake bila Mungu. Aliokuwa akiwashika wakamshika mateka. Wakaanza kumtesa, wakaanza kumchekelea. Wasiomjua Mungu wakaanza kumshangilia Mungu wao Daudi.
utapata kwamba Mungu alikuwa na Yusufu pale gerezani. Biblia inasema hivyo mkuu wa gereza alimweka Yusufu mkuu wa wafungwa wote humo gerezani. Kila kitu kilichofanyika humo kilifanywa kwa mamlaka yake. Joseph had favor before God and before men. Na kitu kingine ambacho napata ufunuo kana kwamba Yusufu kana kwamba angetambua lengo la Mwenyezi Mungu maishani mwake, lakini kupitia kumcha Mungu, kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, utiifu wake, kumpenda Mungu, Mungu akatimiza lengo lake maishani mwa Samsoni. Ukisoma Kiingereza itaitoa vizuri. Unaweza kusoma katika kitabu cha Kiingereza kama uko nacho ili tusome. Biblia inasema the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, he was responsible for it. Ya kwamba katika hiyo hali yote gerezani, Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Katika mateso yote aliyopitia ambaye hakuyatenda, alisingiziwa makosa, lakini Yusufu bado alimtii Mungu. Yusufu bado alimcha Mungu. Yusufu bado hakumwacha Mungu. Tunaye Samsoni mwana wa Manoa ambaye hakuwa gerezani, alikuwa nje. Lakini tamaa ya mwili ilifanya Delila akampokonya mamlaka kutoka kwa Mungu. Ikafanya timizo lake Mwenyezi Mungu maishani mwake haikutimia. Na kunaye mwingine hapa aitwaye Yusufu. Katika hali ile yake ya maisha ambayo kupendeza, tazama, jambo la kwanza, aliguswa na wapendwa wake. Mandugu zake walimuuza. Such a painful thing. Ya kwamba wandugu wanamuuza. Kumaanisha tabia yake haikuwapendeza wandugu zake. Lakini machoni mwa Mungu alipokea kibali. Maana alikuwa anampendeza Mungu kila mara. Praise the Lord. Wakati baba yake alikuwa anampenda, maybe it was the favor of God that was working with Joseph. Bwana sifa sana. Because when God favors you, men will accept you. Bwana sifa sana. Even though the multitude can reject you, but men, God will force them to accept you. Na hicho ndicho kile kilitendeka kwa maisha ya Yusufu. Ya kwamba kupitia mateso kwa mandugu zake, wakamuuza, wakarudisha pale nyumbani kana kwamba ameuawa, amekulwa na fisi. Mpaka wakaleta vazi lake lililojaa na tone la damu kupitia lile kondoo walilochinja, ili baba yake akashuhudie na akapate kuwa na wazo kana kwamba mtoto wake hakika amekufa. Kwa Joseph alimwabudu Mungu. Yusufu alimtii Mungu, alimheshimu Mungu. Yusufu alimpenda Mwenyezi Mungu. Na katika hiyo hali kwenye nyumba la Potifa, mabaya baada yakatendeka. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. God does not want you, the devil does not want you to fulfill God's purpose in your life. That is why whenever you pass through a lot of challenges, what depends on those challenges that you are passing through is the outcome. Are you going to stand firm? Are you going to be victorious? What is the person? Are you going to praise God in that situation that you are? Because you have not fulfilled the purpose of God in your life. When God says all things work for good, for them who love God. Praise the Lord. It does not matter the situation that you are passing through. It doesn't matter. Hata kama watu wakupingi, hata kama watu wanakuchukia, hata kama watu wakutaki, wala siku sana. Hata kama majaribio ni mengi, praise the Lord. The one who told you has a purpose in your life. Aliyekuita
nilishakuchua nikakuchana. Anamueleza mtoto wa Mungu wakati umekaa hapa, believe, Bwana asifiwe sana, that all things will work, not for bad but for good. Chote ambacho unapitia, Bwana asifiwe sana, God has a purpose at the end of it. That is the way, that is the formula of God. You stand up, simama mbele ya Mwenyezi Mungu, mpige shetani na mruhusu Mungu afanye kazi ndani yako. Kuna neno pale mbele ambaye Mungu amekusudia maishani mwako. Biblia inasema kwamba Yusufu he received favor before the keeper of the prison, ule mlinzi wa jela. Ukisoma 23 inasema the keeper of the prison didn't look at anything that was under his hand, because Yahweh was with him, and that which he did, Yahweh made him prosper. Bwana asifiwe. I want you to understand verse 39, 23. Oh, ningependa mngekuwa na Biblia. Amen. Hallelujah. Amen. The keeper of the prison didn't look after anything that was under his hand. Ya kwamba pale gerezani, ule mlinzi wa gereza ambaye ni kiongozi hakusumbuka sana na Yusufu, maana alikuwa shakabidhi amri yote kwa Yusufu, ili Yusufu akapata kuchukua mamlaka pale gerezani na kuwatazama wale wafungwa wengine. Na yule kiongozi wa gereza alipendezwa na kazi ambayo Yusufu alikuwa akitenda pale gerezani, na hakusumbuka kwa yapara sana kumtazama jinsi Yusufu anatenda mambo pale gerezani. Maana Biblia inasema Yahweh made him prosper, ya kwamba Mungu alikuwa naye pale. Katika nyumba ya Potifa unaposoma kwamba chochote alipoweka mikononi mwake, alipokabidhi mikononi mwake, ilikuwa inabarikiwa. Just look on how vile Yusufu alipitia mambo. Tazama maisha ya Yusufu. Alipitia mambo ambayo yangempoteza tumaini, mambo ambayo yangefanya Bwana asifiwe sana, yangemdhoofisha, mambo ambayo hata kama ni wewe ungeuliza kana kwamba Mungu yuko wapi? Mungu katika nchi gani? Watu wakuelewi, watu wakufahamu, hakuna unayemjua. But Joseph knew that there's a God's purpose in me. Bwana asifiwe sana. Amen. There's a God's purpose in me that has to be fulfilled. Kanisa la Mungu, Mungu alikuita na Mungu anataka hilo mwito likatimie. The purpose of your calling, the purpose of God in your life, you must understand it. You are not called to please men. Praise the Lord. Amen. You are not called to walk according to the flesh. There is a divine purpose that God kept inside you. And that divine purpose, you must, you must keep it. You must respect it. You must. That divine purpose in your life. That's it. Kitabu cha Deuteronomy 4:1. Let us see how the divine purpose can operate in our life. Deuteronomy 4. Chapter 4, yeah? Jinsi Musa
masharti yote na maagizo ya mafundisho ambayo Mungu kila mara huwa anaelekeza maishani mwetu akitumia watumishi wa Mungu. Lazima tukazingatie na kufuata masharti yote. Mungu anataka ukazingatie mafundisho yake na kufuata masharti ya amri zake zote, ndio kusudi la Mungu likatendeke maishani mwako. Sijui kama mmepata ila gani. Bwana asifiwe sana. Ningetaka mtu asome Kumbukumbu la Torati 4:1. Nani ambaye alipata? Yes. Now, Israel, hear the decree and the laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and you may go in and take possession of the land, the Lord, the God of your ancestor, is giving you. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. The purpose of God in our life. Kusudi la Mungu maishani mwetu. Praise the Lord. Amen. Kusudi la Mungu maishani mwetu. It's not for us to be failures. It's not for us to be defeated. Bwana asifiwe sana. Amen. It's not for us to walk weak, but for God to be glorified. Yusufu alizingatia masharti yote. Hata katika maisha ya gerezani alizingatia masharti yote. Na kusudi la Mungu kwa Bwana wa Israeli ni kwamba alikuwa kana kwamba ataeleza Musa ya kwamba kuna nchi atakayowapa. Wakati Mungu amekuokoa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuwe mikono mbele ya Mungu. Wakati Mungu amekuokoa, Biblia inasema ya kale yanapita na tazama mapya yanaanza. Kama ulikuwa mwenye dhambi, Bwana asifiwe sana. God wants you to live a holy life, to fulfill the purpose of walking according to His word. Mungu anataka utembee maisha iliyo na ukamilifu. And that is when God is going to operate. And that is when God is going to fulfill His purpose in our life. Mungu hataki utembee kama jinsi ulivyokuwa katika maisha ya utumwa, maisha ya Misri. Mungu anataka utembee maisha kikamilifu, maisha ya kumcha Mungu. Mungu anataka ukabili maadui zako. Mungu anataka ukaeleze ulimwengu ya kwamba kunaye Mungu aliyekuokoa. Huyo Mungu anatenda maajabu. Ukashuhudie mema ya Mungu. Because God wants Him to be glorified. Mungu hataki jinsi ulivyokuwa unatembea maisha ya kale ndivyo jinsi unatembea maisha ya kisasa. Mungu hataki. God does not want that. Kanisa la Bwana, ndio maana Musa anaeleza Waisraeli, mkazingatie basi na kupata masharti. Mungu aliweka masharti ambayo Waisraeli ingestahili wazingatie, ndiposa wakabidhi ufalme nchi iliyojaa maziwa na asali. Pale wengi bila masharti na wengi bila kuzingatia.
tulimwona Manoa alianguka. Hatutaki sisi kama kanisa. Praise the Lord. Amen. Narudi kwenye kitabu cha Warumi 8:28. Wanyine bila sababu mkututo kioka achia mondo mawe uigwe. Yoro genjoma usengumi kaka odua. Those who have been called according to his purpose. When God called you, what is the sign? He wanted you to fulfill his purpose in your life. Sometimes we tend to be persuaded in a lot of things that are happening in our life. Wakati Mungu ametenda miujiza kidogo, tunaona kana kwamba Mungu ametimiza lengo lake ndani yetu. No. Praise the Lord. Furahia yale Mungu ametenda, lakini mweleze kwamba bado kuna mema Mungu anatarajia mbele. Maana kama bado ni hai, Bwana asifiwe sana. Nitaona mema ya Mwenyezi Mungu kwenye nchi ya wale walio hai. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Lazima tutaona mema ya Mwenyezi Mungu kwenye nchi ya wale walio hai. Yusufu aliona mema ya Mwenyezi Mungu. Wakati waliomuuza, mandugu zake hawakumfahamu. Maana Mungu alimleta urejesho. Praise the Lord. And God confused the enemy. They could not recognize me anymore. When the blessing of God comes, what is supposed to happen? They surprise your enemy. When the purpose of God is fulfilled in your life, those people who despise you, what is supposed to happen? They will not recognize you. They will never recognize you. Praise the Lord. Because they won't understand how you make it. You made it. They won't understand how far you are trying to reach there. They won't understand it. Church, God's purpose will be fulfilled in our life. Say amen. Amen. Will be fulfilled in our life. Hata kama watoto wetu wanaenda shule wanasoma. Praise the Lord. Tunaona mema ya Mwenyezi Mungu. Tunakula, tunalala, tunavaa mavazi. Praise the Lord. There is more ahead of us. That is not the end of our life. Au mabakisho zake Mwenyezi Mungu. Even though you are passing through tribulation, trials, hardship, what is the result? Look at the life of Joseph. Tazama maisha yake jinsi ilivyokuwa. Aliyejua ya kwamba kuna mwito maishani mwake. Na mwito huo nitatia masharti lengo la Mwenyezi Mungu na kuyafuata ili Mungu akatimize. Kinachonipendeza na Mungu, praise the Lord, God can bless you anywhere. Mungu alimbariki Yusufu kwenye nchi ya Misri, wasiomjua, wasiomwelewa, wasiomfahamu, wasiojua uzazi wake, lakini Mungu alimshika mikono na akamweka kakaa pamoja na Farao. Praise the Lord. Because Joseph aliamua ya kwamba atatimiza lengo lake. Praise the Lord. Amen. You may not know the purpose of God in your life. Praise the Lord. Amen. But one thing for sure that I want you to believe, we are serving a mighty God who thinks good for our life. Amen. Jeremiah anasema anawaza mema maishani mwetu. Praise the Lord. Amen. Whenever you are passing through a lot in your life, you are anayewaza mema maishani mwetu. Kuna Mungu anayewaza mema maishani mwako. Kana kwamba umebaki upweke uko peke yako, hakuna kazi, hakuna lango bali limefunguka, lakini tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba ametuokoa. Praise the Lord. Amen. Na kama alituokoa kutoka kwa mikono ya ibilisi, praise the Lord, is working good at the back. Bwana asifiwe sana. Pale nyuma, mara tuoni Mungu anafanya kazi. Pale nyuma mara tuoni. Praise the Lord. Amen. Wakati Mungu anafanya kazi, sisi hatuoni. Maybe
shetani anaona. Si ndio? Labda shetani anaona, maana alijua ya kwamba Yusufu yatakuwa mkombozi wa Israeli. Alijua. Na ndio maana akamtuma mke wake Potifa. Na ndio maana akamtia gerezani akidhani kana kwamba tumaini lake litatoweka kupata Mwenyezi Mungu. But Joseph had someone ambaye wakati watu wote wamekuacha, wakati watu wote wamekukataa, Bwana siku sana, kana kwamba uko peke yake, yeye hawezi kukuacha. Yeye kuwa pamoja nawe kila mara, kila siku. Mungu huyu. Praise the Lord. Amen. Na ndio maana nikaeleza kanisa, this is not a time to murmur. Let us stop murmuring. Praise the Lord. Amen. Kulalamika. God, Mungu apendi mtu ambaye analalamika. Mungu hataki mtu ambaye kila mara anajiuliza yuko wapi. Praise the Lord. God is working behind the scene. God is working toward your life behind the scene. Wakati Yusufu alipitia yote, Bwana siku sana. Yusufu hakujua kwamba atakuwa kiongozi kwenye nchi yetu. He never knew. But God, Mungu, alijua ya kwamba Yusufu atakuwa kiongozi wa wana wa Israeli. Alijua. Tazama Esther, walipoenda kwenye nchi geni ya uchungu, Esther hakujua kana kwamba atakuwa mke wa mfalme. He never knew. Na wakati alijua kwamba amechaguliwa, the people of God is upon him, na akawa mke wa mfalme, hakujua kana kwamba atakuwa mkombozi wa wana wa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Hakujua. Praise the Lord. Amen. When God was working, Esther was busy. Bwana asifiwe sana. Amen. Creating an intimate relationship with God. Kitu ambacho tunaleta kanisa, let us create an intimate relationship with God. Let God do the rest. Sisi tulioitwa, ambayo Mungu akona lengo nasi maishani mwetu. Tunaweza kana kwamba tuelewe lengo la Mungu maishani mwetu. Hata kama ameleta miujiza leo, Bwana asifiwe sana. Wacha tumshukuru. Lakini kuna lengo kuu, Bwana asifiwe sana, ambaye itafanya maadui wakakuja kunyamaza. Kuna lengo kuu, labda tuyatimie lengo hilo tu. Praise the Lord. Amen. When God is busy working behind the scene, praise the Lord, let us make a good relationship with God. Yusufu alitengeneza uhusiano mzuri na Mungu. Kwenye nyumba ya Potifa inayoonyesha alitengeneza uhusiano mzuri na Mungu, alikataa kutenda dhambi. Praise the Lord. Joseph was not desperate of the things of the flesh, of the things of the world. He was not desperate. Joseph was not desperate of things that people can advance in this world. Joseph was desperate, one of the sons, for God who can deliver. And that is why he made the purpose of God to be fulfilled in the life of Joseph. He was never desperate of things that are shortcoming and can put an end to your destiny. He was never desperate of that. Joseph was desperate for the everlasting things. Are we desperate for the everlasting things? Or we are desperate for these things that you can see with your eyes? Look at Samson, son of Manoah. He became desperate to an extent that a beautiful lady took away his destiny and put the children of Israel in the hand of their enemy, the Philistines. And they were back in bondage. Bwana sifa sana. Praise the Lord. Tutazingatia na kuyafuata masharti ya Mwenyezi Mungu, ili Mungu akatimize lengo lake maishani. Bwana sifa sana. Ningependa wakati umekaa chini ujiulize lengo lako ni nini katika ufalme wa Mungu. What is your purpose in the house of God? In the kingdom of God? What is your purpose? Praise the Lord. Are you feeling the purpose of the kingdom of God? Or you are just there walking around? Maana lazima uwe na lengo lako kwenye ufalme wa Mungu.
Mambo haya kupendeza Mungu na Mungu hakupendezwa na Eli, maana Eli alikataa kuwakana. Na wakati Eli aliwakana, Bwana asifiwe sana, akawaeleza kana kwamba je, mnajua kama vita iko kati ya wanadamu, Mungu anaweza kutenganisha. Lakini wakati vita iko kati ya Mungu, nani ambaye anaweza kutenganisha? Praise the Lord. At that time, God was desperate, looking for a prophet. Praise the Lord. Amen. Hapo akajitokeza asiye na Bwana aliyekuwa anatukana na Penina mkewe. Anakuwa alipochini akasema, Mungu, wakati utanipa mtoto kijana, nitampa kwenye kambi yako nayo ili apate kukutumikia. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And God looked at somebody who could fulfill his purpose. Akapata mtoto Samueli mcha Mungu. Praise the Lord. Amen. Na Samueli akakuwa kwa utii, akifuata masharti na kuzingatia mapenzi yake Mwenyezi Mungu. And God used Samuel. And you can read about Samuel up to now. Praise the Lord. Amen. In the days of Samuel, peace was restored in the land of Israel, because God was with his prophet. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And God's purpose was fulfilled because of someone who is called Samuel. Praise the Lord. Amen. Tengeneza uhusiano wako na Mungu. Praise the Lord. Amen. Labda katika hii nyumba Mungu anatazama utakuta yule atakayekuwa kiongozi hapo. Praise the Lord. Amen. Kwa kiwa noma tumisini. Mungu anasema machache yanazunguka ulimwengu kote ili akatafutie mtu mmoja ili akuonyeshe nguvu na uwezo na mamlaka yake. God is looking for that sample. Praise the Lord. Amen. I want you kuanza kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Mungu anatafuta yule ambaye atatimiza Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Samuel. Amen. Amen. God found him at the right time. Biblia inasema all things, praise the Lord. Amen. Katika hali yako mbaya, praise the Lord. God doesn't change. He's saying all things. Katika majaribio unayopitia, praise the Lord. Amen. They will work for you if you only love God. And that is why nilisema hatuna nafasi ya kumhubiri. Hatuna nafasi ya kulia. Katika magumu haya wanasikia sana. Inafaa tutafute Mungu. Katika mema inafaa tutafute. Maana Mungu hatuacha kama. Wakati Mungu anasema all things, wanasikia sana. They work for you. Praise the Lord. They work for you. Look at the direction of Joseph. He found himself in the land of Israel. Mahali hakutarajia. Tazama Mordekai na Esther wakajikuta katika mikono ya watu wasiomcha Mungu. Ya Shulitz. Naye Mungu akamshika mkono akamweka kwenye ufalme. Tazama kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana asifiwe sana. Mahali watu wako na mkuu wa Mungu. Wakapatikana vijana wengine watiifu wanaomwelewa Mungu. Mahali unatoka, Bwana asifiwe sana. God wants to change there. Mimi unatoka mahali waganga ni wengi. Mahali unafanya kazi, wanaotambua wako na wale ambao wanaotambua wakati wameingia pamoja nao na kufanya rafiki nao, wanapotea na wanacheza zake Mwenyezi Mungu. Ilikuwa rahisi sana ili Joseph na Yakobo akamwache Mungu, maana kwenye gereza pale kuna lesbians. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wamchi wa Yusufu alisimama imara kwenye mazingira ya gereza. Akasimama imara. Pale kuna wauaji wa mabaya. Praise the Lord. How did Joseph manage it? Katika mazingira ambayo yasiyopendeza, how did Joseph manage it? Praise the Lord.
walifanya mpaka mfalme akainama. Praise the Lord. Walifanya mpaka mfalme akainama. Wakati Nebukadneza alitoa amri, aliona kana kwamba ni kijana ambaye si watii, lakini walikuwa na Mungu wa ajabu. Praise the Lord. Where you are, praise the Lord. Let those people know that you are God. Naye Mungu jidhihirisha wakati mtu amamua ya kwamba lengo lake aliyotia maishani mwake ikapate kutimia. And that is the beauty of our God. Ya kwamba wakati amepata mtu mmoja ambaye amamua ya kwamba atakuwa mtii kwake Mwenyezi Mungu. Just want to clear nataka ndio maana hili ilikuwa mada ya agano letu. We know that all things work together for good for those who love God. Praise the Lord. Amen. All things work for good for those who love. Do you love God? Praise the Lord. Amen. Do you love God? Je, Mungu ambaye yuko juu mbinguni anapokutazama anaona kana kwamba umempenda? Praise the Lord. Amen. Because not everyone wants God's purpose to be fulfilled in his life. Do you love God? Do you love God to an extent whereby you can fight for your life the way Joseph fought his life in the hands of the wife of Potiphar? Do you love God to an extent whereby the siblings of Joseph, they saw Joseph, and Joseph never said a word? Because they were jealousy of the vision that God put in his life. Do you love God to an extent whereby in that difficult situation, still God's favor can find you? In that difficult situation you are, God's favor can find you. Praise the Lord. Amen. And you can be an elected one. Man, those who are in the same circumstance, the same way you are. Because God's favor can locate you in that difficult situation. In that test that you are passing. God's favor can locate you. God's favor can locate you whereby your tears are the food of your heart, of your life. God's favor can locate you. Do you love God? What is your sign? Do you love God? In that situation that everybody has been rejected, and you find yourself lonely, and see you have hope inside you, that there is someone whom I know who will never reject you. Do you love God? Hivyo jambo nataka tujiulize asubuhi ya leo kama tuko hapa. Do you love God? Bwana asifiwe sana. Amen. Do you love God? When things crumble and falls apart, you find yourself weak in a situation that used to take control. Do you love God? Joseph loved God. Alimpenda Mungu. Yusufu alimpenda Mungu. This is what you need to ask yourself as a church. Do you love God to an extent that you can give on to Him alone and for you to remain without? Do you love God? God is desperately looking for people like that. Those people who can prove that they love God. Our father in faith, Abraham proved that he loved God. He gave his only begotten son Isaac as a sacrifice in the Mount Moriah. He never told Sarah that he's going to give his only son as a sacrifice. But because God commanded Abraham, Abraham decided to take hold of Isaac. On the way when they were going, Isaac asked his father, we have
usimue mwanangu. Kweli nimejua ya kwamba Ibrahimu unanipenda. Bwana asifiwe. Do we not go to that extent? And that is where God purposed Abraham's life. And they called him a father of faith. And he made him a father of great nation. Ndio jambo linafaa tujiulize kama kanisa. Because without the things of God, but we can never be in a position to let the purpose of God fulfill in our life. Without the miracles of God, the doing of the Lord, we can stand and shout and let everyone know, everyone hear, praise the Lord. But the God with the power, what has the Son? Do we love Him? Because we can prove we love God. And men can prove to us that we love God. But God is the one with the ultimate, who has the proof that we love Him. To those who are called, when you love God, what has the Son? God's purpose will be fulfilled according to His purpose. Some people are called to minister, others are called to teach, others are called to pray for the sick, others are called to support the gospel. What has the Son? Others are called to stand in the gap. The church of God. Others are called for God to be glorified. What is your purpose in the kingdom of God? Joseph fulfilled his purpose. Abraham, the father of faith, fulfilled his purpose. Shadrach, Meshach, and Abednego, they fulfilled their purpose. Jeremiah fulfilled his purpose. And when we come to the New Testament, the 12 disciples fulfilled their purpose. They preached the gospel of faith with signs and wonders. They healed the sick. God walked with them. Church of God, the purpose of God is to be in us, to walk with us, to fulfill His purpose in us. God cannot come Himself from above. God has to use the man. And every spirit uses a flesh. What has God done? God is a spirit and He wants to use us. Church, we have a purpose to fulfill. Even though God has done good things for us, praise the Lord. Still there's a purpose that God wants us. Kuna lengo lake Mwenyezi Mungu anataka tujue. Kuna lengo lake Mwenyezi Mungu kama kanisa anataka wewe ambaye umekaa chini utimize lengo hili. Hata kama wewe ni mtoto shuleni, Bwana asifiwe sana. Wacha watu wajue kwamba Mungu ni mwema. Hata kama wewe ni msichana mdogo, praise the Lord. Praise the Lord. God is never late. God will grant. Bwana asifiwe. Mungu atakuja. Hata kama ni uko inamisha kichwa chini, ama upige magoti, ama uje hapa mbele, tumwabudu